Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema hakina mgogoro na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM NEC, itikadi, uenezi na mafunzo, Amos Makara amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa Mikese katika halmashauri ya wilaya Morogoro, mkoani Morogoro. Makara amesema CCM ina uhusiano mzuri na Chadema na kwenye kituo cha Demokrasia Tanzania TCD wanashirikiana vizuri. Amesema kuwa wamepokea na wanaheshimu ushauri wa Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba, na kama ikitokea tofauti baina ya vyama hivyo watatumia kupata suluhu. Jaji Warioba akiwa katika kongamano la uchaguzi mkuu lililoandaliwa na chama cha mawakili Tanganyika TLS alishauri serikali ikae kuzungumza na Chadema na CCM ili kupata mwafaka wa amani na utulivu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mtungi ameagiza vyama vya siasa viheshimu sheria na vilinde amani. Pia amesema kuwa vyama vya siasa vimekuwa na taswira hasi mbele ya jamii kutokana na mambo yanayoendelea. Jaji Mtungi amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa viongozi wa vyama vya siasa kuhusu mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa sura 258 na sheria ya gharama za uchaguzi ya mwaka 2024 sura ya 278. Jaji Mtungi amehimiza kuwa vyama vya siasa viwe mstari wa mbele kuzingatia sheria na viheshimu mamlaka zilizowekwa kisheria, hasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kimataifa, Israel imesema imefanya mashambulizi ya kulipa kisasi dhidi ya waasi wa Houthi wa nchini Yemen kwa kuyalenga maeneo kadhaa yenye mafungamano na waasi hao. Hayo yamejiri siku moja baada ya kundi hilo kufyatua kombora la masafa lililoanguka karibu na uwanja wa ndege wa Tel Aviv. Taarifa ya jeshi la Israel imesema mashambulizi yake ni jibu kwa hujuma zinazofanywa kila wakati na Wanahouthi, ikiwemo kuilenga Israel kwa makombora. Kesi ya Sudani dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imetupiliwa mbali na ICJ, ambayo imesema haina mamlaka ya kuitolea uamuzi. Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa inayosimamia haki ICJ imetupilia mbali kesi iliyofunguliwa na Sudan dhidi ya UAE kuhusiana na mauaji ya halaiki yaliyofanyika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudan inadai kuwa umoja huo umekuwa ukitoa uungaji mkono wa jeshi la wanamgambo la RSF ambalo limeendesha mauaji nchini humo. Hata hivyo, UAE imekanusha tuhuma hizo, na mahakama ya ICJ imesema haina mamlaka ya kutoa uamuzi juu ya kesi hiyo na hivyo kuitupilia mbali. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ, X Ishizo Media na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.